Ninawasalimu katika jina la Mungu wetu wa mbingu na nchi. Tunaenda kuangalia maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Biblia, Warumi sura ile ya kwanza mstari ule wa 24. Twende tukajifunze, tuone habari za maandiko haya yalikuwa yanazungumza nini katika ulimwengu huu tunaishi sasa hivi. Kitabu cha Warumi neno linasema ya kwamba, Warumi sura ya kwanza mstari wa 24, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mungu anayehimidiwa milele na milele. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakatakiana tamaa, wanaume wakiatenda yasiyoyapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotovu wao yaliyo ya haki yao. Kitabu hiki kinazungumza habari ya Mungu aliwaacha katika tamaa zao. Kwa nini Mungu anasema aliwaacha katika tamaa zao? Alikuwa anazungumza ya kwamba mwanadamu alikuwa anatenda mambo ya ajabu sana. Kwa hiyo hapa Paulo anazungumza kwamba Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, wafuate uchafu. Lakini anazungumza, anasema kwa nini anasema kwamba tamaa? Alikuwa na maana ya kwamba tamaa za mioyo yao, wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kuna wakati Mungu wanadamu aliwaacha, kipindi cha Agano la Kale. Watu walikuwa wanaenda tofauti, matukio mengi yametokea sana. Sodoma na Gomora iliangamizwa, matukio makubwa yametokea sana. Lakini Mungu anazungumza, anasema aliwaacha katika tamaa zao, hata wakavunjiana heshima, wakabadili matumizi ya kweli, kwamba mwanamume aoe mke, lakini wao wakawa wanabadili kwamba mwanaume waoane kwa wanaume na mwanamke waoane kwa mwanamke. Wakabadili matumizi ya Mungu yaliyokuwa ya asili ya kimungu aliyaweka, wakayaweka ya kwao. Hapa nazungumza kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Neno linakuja tamaa. Tamaa ikikaa ndani yako, unaanza kutamani, na ile tamaa ikiwepo ndani yako inatengeneza uchafu. Na uchafu ni nini? Uchafu ni uovu, ni dhambi. Inakaa kwa mtu, kishakaa kwa mtu inatengeneza laana, inatengeneza mauti. Kwa hiyo kitaka Mungu akuache, tenda dhambi. Mungu hapendezwi na mtenda dhambi. Maana yake mtenda dhambi hawezi kumuinua Mungu, hawezi kumtukuza Mungu. Maana yake Mungu anatakiwa kutukuzwa na kuinuliwa kwa mambo yake aliyotuahidia tuyatende. Biblia inasema tumwabudu katika roho na kweli. Maana yake tumwabudu katika roho na kweli. Alikuwa anazungumza ya kwamba mimi na wewe tumwabudu katika roho na kweli, asije akatuacha. Neno linakuja kwamba aliwaacha. Ukiachwa na Mungu, maana yake hata za baraka za Mungu zitakuwa hazipo ndani yako, kwa sababu umeachwa na Mungu. Na kitu kikubwa sana Mungu akikuacha ni dhambi. Mungu akiona unatenda dhambi, ambayo dhambi inamkosesha yeye Mungu kukupa mafanikio na baraka. Kitenda dhambi, maana yake dhambi inakaa ndani yako, inaleta mauti, inaleta mateso, inaleta magonjwa, inaleta mahangaiko, inaleta kiburi, inaleta dharau, inaleta kila aina ya uchafu ndani yako.
utakuwa ni mbishi, utaki kusikia neno la Mungu, utakuwa ni mtu ukielekezwa neno la Mungu haupendi. Utaona kama ni kitu cha kawaida ndani yako, kumbe upo uchafu ndani yako, na huo uchafu uliopo ndani yako kwa sababu Mungu amekuacha. Lakini kama Mungu hajakuacha, maana yake lazima utaenenda katika taratibu anazozitaka yeye. Ndio Mungu anasema kwamba sitakuacha, lakini hapa neno linasema aliwaacha. Neno linasema aliwaacha. Kwa nini aliwaacha? Kwa sababu walikuwa wanaenenda katika tamaa za mioyo yao, walikuwa na tamaa na mioyo yao. Ukisoma maandiko anasema mstari anasema kwamba uchafu, hata wakavunjiana heshima za miili yao. Kwanza heshima, wakavunjiana heshima. Mwili wao, miili yao ilikuwa haina heshima tena. Maana neno linasema kwamba mwili ni hekalu takatifu la Mungu, lakini wao wakabadili miili yao, wakavunja mwili wao. Maana huu mwili ukiuharibu, maana yake umeharibu utakatifu wa Mungu. Ukiharibu mwili, umeharibu Mungu, umemharibu Mungu. Kwa hiyo Mungu hawezi kukaa katika mwili uliokuwa mchafu. Ndio maana andiko linasema, Warumi anafuta hisia kwamba mambo yaliyotokea huko Agano la Kale. Anasema kwamba Mungu aliwaacha katika tamaa zao. Nini? Anapozungumza anawakumbusha ya kwamba ukimwacha Mungu naye anakuacha. Maana yake ukienenda katika utaratibu Mungu anayotaka, basi na wewe utaona baraka na utaona amani na utaona utulivu ndani yako, utaona uzima. Lakini usipomwabudu Mungu, usipopenda taratibu za kumtukuza Mungu, za kupenda ibada na kumtukuza Kristo, maana yake tayari wewe utakuwa umefungwa katika vifungo vyote vya duniani. Hata baraka zile ambazo Mungu alikuahidia zitakuwa hazipo ndani yako. Ndio maana Mungu asema kwamba niabuduni mimi katika roho na kweli. Alafu anasema kwamba kila itwapo leo muombe Mungu. Kuna wakati Mungu anasema kwamba siku ya leo kama hujamuomba Mungu, aidha siku ya leo ilikuwa ndio baraka yako. Ukiacha kumuomba Mungu, baraka ile Mungu aliyekusudia siku ya leo itaondoka. Ndio maana akasema kwamba tumuombe Mungu bila kukoma. Yes, maana yake alikuwa anazungumza alikuwa anazungumza ya kwamba tumuombe Mungu bila kukoma. Maana yake mimi na wewe tunayo nafasi ya kumwomba Mungu bila kukoma. Haijalishi kwamba unapitia kwenye changamoto gani. Hiyo changamoto unaipitia unatakiwa uitatue wewe kwa kumwomba Mungu, kwa kusimama na Mungu. Ila usije ukaacha ukaona kwamba hapana, hili hapa naona ni zito kwangu. Hapana. Lakini Mungu anasema kwamba uombe bila kukoma. Maana yake unapoomba bila kukoma, ile siku usiodhani ndipo baraka zako zinakuja. Yaani ile siku ambayo usiodhani baraka zako zinakuja, ile siku ambayo hukukusudia baraka zako zinakuja. Ndio maana akasema tuombe. Mimi na wewe tuombe. Maana yake tuombe kila wakati, kila muda. Alikuwa anazungumza kwamba baraka za Mungu zipo kila wakati, kila muda. Na zinapokuja baraka za Mungu haziji hivi hivi, zinakuja ukiwa na juhudi ya kumwomba Mungu mara kwa mara. Wewe endelea kumwomba Mungu, usifunjike moyo. Hata kama unapitia kwenye kipato kigumu, hata kama unapitia kwenye mazingira magumu, lakini Mungu anasema kwamba muombe yeye bila kukoma. Ipo baraka ambayo Mungu aliiandaa ndani yako. Kwa nini nasema wakavunjiana heshima miili yao? Mungu akikuacha katika tamaa, huwezi ukainuka. Magonjwa yatakuwa yapo ndani yako, yanakusumbua na mateso mbalimbali na mahangaiko. Kwa sababu gani? Mungu amekuacha. Mstari ule wa 25 anasema, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mungu anayemhimidi yeye milele. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu, yani wakabadili. Tunaona kipindi cha Agano la Kale, kipindi cha Musa alienda mlimani kumwomba Mungu. Akawakuta wale wana wa Israeli ambao wametoka nao Misri. Wakabadili ile asili, wakasema huko Musa anawezekana huko mlimani amekufa. Sasa na sisi hapa naomba tutengeneze nini? Kiumbe chetu hapa tufanyeje tukiabudu? Na ikumbukwe Musa kaenda huko mlimani kumwomba Mungu. Sasa wale watu kwa sababu walikuwa ni watu ambao wenye tamaa, wakaamua kutengeneza kiumbe chao cha kumwabudu Mungu. Wakabadili ile kweli ya Mungu, ile kweli ambayo Musa aliwaambia kwamba kaeni hapa, mimi naenda huko mlimani kumwomba Mungu. Wakawa hana uvumilivu. Ndivyo wakainuka wale watu ambao hawana Mungu, wale ambao watu wachafu, wakaanza kubadili miili yao. Ukiangalia vizuri na ukasoma maandiko vizuri, utaona kabisa kipindi kile Musa alivyotoka mlimani akawakuta wale watu wanacheza miziki ya ajabu.
walikuwa tena wanazini, wanafanya uchafu wa kila aina, walikuwa wamebadili asili ya Mungu. Wengine walikuwa wao pale pale, wanafanya uzinzi pale pale. Lakini ikumbukwe kwamba Musa aliwatoa katika nchi ya utumwa ya Misri, lakini hawakujua kwamba ni Mungu aliwatoa. Wakabadili kweli ya Mungu, wakasema tutengeneze kiumbe, tutengeneze sanamu tuanze kuabudu, kwamba huyo Musa amekufa huko mlimani, kwa nini tumtegemee yeye? Ni nini? Ndio maana Mungu akasema kwamba wakabadili, wakatengeneza kiumbe chao. Lakini kwenye wakati wa sasa hivi tunayo neema. Mungu anasema kwamba kusudi lako unayemtumikia Mungu wewe ni kumtukuza na kumuinua na kumwambia Mungu, sitaki kubadili asili ya kweli. Nataka kusimama katika kweli ya Mungu. Nataka kusimama katika huduma. Nataka kusimama katika kusudi langu ambao ni nini ulionipa Mungu. Sitakoma kukuomba Mungu. Maana yake sitachoka kukuomba Mungu, kwa sababu wewe unalo kusudi ndani ya maisha yangu na unalo jambo la kutenda ndani ya maisha yangu. Nitasimama na wewe. Kusudi lako Mungu lazima litendeke, na imani yako uliyokuwa nayo inajengeka katika ile kusudi. Na Mungu anapendezwa na yule mtu ambaye hakati tamaa. Ukikata tamaa, Mungu naye anakuacha. Mstari wa 26 nasema, vivyo hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili. Amen. Sikiliza kwa makini. Anasema kwamba vivyo hivyo Mungu aliwaacha. Tendo kuacha ni baya sana. Usije ukasubutu uachwe na Mungu. Usikubali kabisa Mungu akuache. Kwa nini akuache? Kwa sababu matendo unayofanya hayampendezi Mungu, ndio maana Mungu anakuacha. Ukiona unafanya matendo mabaya, Mungu anakuacha. Hawezi Mungu akawa karibu na wewe. Ndio maana akasema kwamba hivyo aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Amen. Aliwaacha ni Mungu. Kwa hiyo kumbe Mungu akiamua kukuacha na kuacha, kwa sababu kila akikwambia mwanangu wokoka, mpokee Yesu, mkubali Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Watumishi wanahubiri, lakini bado mtu anaendelea kufanya uchafu, bado mtu anaendelea kufanya uovu, bado mtu anaendelea kufanya tamaa zake za mioyo yake. Lakini Mungu anasema kwamba aliwaacha. Mpendwa, usiachwe. Mungu akikuacha Mungu, unaweza ukafanya mipango yako mingi, lakini isiende, kwa sababu Mungu amekuacha. Lakini yeye anasema kwamba tuombe bila kukoma. Kila wakati tumfanyie Mungu ibada. Kila wakati tutengeneze mazingira ya ibada. Maana yake tunapomfanyia Mungu ibada, ndipo Mungu anashuka ndani yetu na kutuhudumia na kutusaidia. Maana yake anasema kwamba sisi zote ni wa baba mmoja. Haijalishi kwamba tunapitia wapi, lakini sisi wote ni wa baba mmoja, na baba yetu ni Mungu. Bosi wetu na maabudu ni Mungu peke yake. Sasa anapozungumza anataka wote wawe na kitu kimoja, wasibadili matumizi ya asili ya Mungu. Mungu amesema tumwabudu katika roho na kweli. Kwa nini unaabudu ukiwa na miungu? Kwa nini unaabudu ukiwa na dhambi? Kwa nini unaabudu ukiwa na tamaa? Kwa nini unaabudu ukiwa na zini? Kwa nini unaabudu ukiwa unafanya uasherati? Kwa nini unaabudu ukiwa mchawi? Kwa nini unaabudu ukiwa na roho mbaya? Kwa nini unaabudu ukiwa na kiburi? Kwa nini unaabudu ukiwa na dharau? Kwa nini unaabudu ukiwa mzinzi? Kwa nini unaabudu ukiwa na tamaa? Kwa nini unaabudu ukiwa mnafiki? Kwa nini unaabudu ukiwa na dharau? Kwa nini unaabudu ukiwa na uongo? Kwa nini unaabudu ukiwa na kiburi? Kwa nini unaabudu ukiwa na matukano? Kwa nini unaabudu ukiwa na mtu ambaye kama Mungu hajakuumba duniani? Unamchafua Mungu, unachafua miili yako, unatengeneza mazingira mabaya, unajichora mwili wako, unauharibu. Mungu apendezwi. Mungu apendezi na mazingira kama hayo. Anataka watu wote wawe na kitu kimoja, na kitu kimoja kinaumba nini? Ni upendo. Unapokuwa na upendo, hauwezi kuwa mchafu ndani yako, kwa sababu Mungu atafanya mazingira yatakuwa mazuri, na utatengeneza Mungu kuwa pamoja naye. Atakufunika na kulinda kila wakati. Tuapo leo, Mungu atakuwa pamoja na wewe.